2025 ulifunguliwa kwa mageuzi makubwa kwenye siasa za upinzani hapa nchini Tanzania. Hiyo ni kufuatia uchaguzi ulioibua gumzo kubwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Uchaguzi ulioleta mageuzi makubwa ya uongozi wa chama hicho baada ya miaka 20 ya uongozi wa aliyekuwa mwenyekiti wake Freeman Aikaeli Mbowe. Twende tukafungue faili hilo la uchaguzi huo wa kihistoria ulioacha gumzo kwa mwaka huu wa 2025 lililofunguliwa na Exaud Mtei. Mwaka 2025 ulikuwa mwaka wa kihistoria katika siasa za Tanzania. Mengi yalitokea kwenye siasa za nchi, lakini pia siasa za vyama. Moja ya tukio ambalo halitasahaulika ni mageuzi makubwa yaliyotokea kwenye historia ya chama cha upinzani Chadema katika uongozi wake. Uchaguzi wa ndani ya chama hicho kwa mwaka 2025 unabakia kuwa tukio kubwa la kukumbukwa na wengi kwenye siasa za Tanzania na siasa za vyama vingi hapa nchini. Yapo matukio yaliyofanya uchaguzi huo kuwa kipekee na kufuatiliwa zaidi nchini Tanzania, lakini kubwa ni aina ya wagombea wa nafasi za juu za uongozi wa chama na aina ya kampeni walizofanya. Katika hali ambayo haikutarajiwa na wengi, mafahali wawili wa chama hicho, aliyekuwa mwenyekiti wa chama Freeman Mbowe na makamu wake Tundu Lissu, kwa wakati tofauti wakatangaza kuwania nafasi ya juu ya chama hicho, yani wenyekiti. Nimetafakari kwa kina sana. Nimesema mara nyingi nilitamani kuondoka, lakini siwezi kuondoka katikati ya minyukano iliyopo. Kwa hiyo Chadema nipo, nitakuwepo, nitagombea. Na mimi na viongozi wenzangu wote wanaoniunga mkono na wasioniunga mkono, naamini tutakutana kwenye mazungumzo tukiweke chama chetu sawa. Ya kuondoa kusudio langu la kugombea nafasi ya makamu mwenyekiti kwa upande wa Tanganyika nililowasilisha tarehe 6 Agosti 2024. Badala yake, sasa nimewasilisha kwa katibu mkuu kusudio rasmi la kugombea nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa katika uchaguzi mkuu ujao. Ninapenda kuamini kwamba historia ya uadilifu wangu na kukubalika kwangu na jamii ya Watanzania inajulikana wazi na Watanzania walio wengi. Baada ya hatua hii, chama hicho kikagawanyika pande mbili. Wapo waliomuunga mkono Tundu Lissu, lakini wapo waliosalia kuamini katika Freeman Mbowe. Sio wanachama pekee waliogawanyika, bali hata makada wakubwa wa chama hicho walijitokeza kuweka misimamo yao hadharani. Mmoja kati ya marafiki wa karibu wa Freeman Mbowe na kiongozi wa Kaskazini Godbless Lema alijitokeza hadharani na kuweka msimamo wake kuwa sasa anamuunga mkono Tundu Lissu katika nafasi hiyo ya juu ya chama. Sasa ukiangalia hata hoja za kwa nini Lissu afai hazina mashiko. Huyu mtu tulimwamini kuwa rais. Tulimwamini kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, rais mnaelewa maana yake? Tulimwamini, tukamfanyia kampeni nchi nzima. Hakuna miaka mingi toka tumemwamini, na hapa Mungu ni shahidi. Maneno kama nasema uongo, wazazi wangu wafe na watoto wangu wote wafe. Kaniambia zaidi ya mara 5 kwamba amechoka, anataka kuacha chama hichi. Nikamwambia, mwenyekiti, umepanga successor? Akasema kwenye democratic process katika multiparty huwezi kupanga successor. Watu wanaibuka, wapiga kura wanaamua. Sasa Lissu kaibuka. Moto wa uchaguzi huo pia ulichagizwa zaidi na aina ya wagombea wa nafasi ya makamu mwenyekiti, ambapo nafasi hizo waliokuwa wanawania ni John Heche na Ezekia Wenje. Heche alitangaza wazi kumuunga mkono Tundu Lissu na Wenje akaweka wazi kumuunga mkono Freeman Mbowe. Mimi namheshimu sana mwenyekiti Freeman Mbowe na ninampenda, na nataka niseme mbele yenu kwamba Freeman Mbowe kwangu ni baba wa kisiasa ambaye amenijenga kunifikisha hapa. Na siwezi kusema jambo baya juu ya Freeman Mbowe. Kuna mengi ambayo unasikia watu wanazungumza, lakini mimi siwezi kusema. Na mimi ni mtu nina nguvu na uwezo wa kusema sana kwenye vikao, na nimekuwa nikifanya hivyo na wanajua.
lakini siwezi kutoka public nikasema vibaya. Ninamshukuru kwa hapo alipokifikisha chama chetu, na leo nasema rasmi kwamba mwenyekiti Freeman Mbowe, kwa heshima, tutakwenda kwenye uchaguzi, tutakushinda uchaguzi. Mimi nitamuunga mkono, asante. Nitamuunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu. Niko tayari kusimamia maadili na nidhamu kwa chama chetu. We need to go back to the basics. Ana mambo ya kufanya siasa kwenye mtandao, mtu anaamka asubuhi akimtukana Wenje na mimi nafanya kazi ya siasa imeisha siku hiyo. Huku mashinani hakuna kazi. Hakuna mtu anayeenda kwa masuala ya watu kuchini. Tutasimamia maadili ya chama chetu kwa wigo mkubwa. Na hii ni kazi kubwa ya kama mwenyekiti wa chama taifa. Na makamu mwenyekiti anafanya kazi zingine atakazopewa, aidha na kamati kuu, mwenyekiti wake. Niko tayari kufanya hivyo. Baada ya purukushani zote, uchaguzi wa Chadema ulifanyika mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo ilipofika tarehe 22 Januari, Tundu Lissu alitangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo, akimshinda aliyekuwa mwenyekiti kwa zaidi ya miaka 20 Freeman Mbowe, na hali ilikuwa hivi. Tundu Antipas Lissu amepata kura 513 sawa na asilimia 51.5. Kwa niaba ya wazee wastaafu na pia kwa niaba ya mwenyekiti wa kikao ambaye, samahani sikutaja maneno, lakini huko kabisa hapa, tunamtangaza ndugu Tundu Antipas Lissu kama mshindi wa nafasi ya mwenyekiti wa Chadema. Baada ya uchaguzi huo, manguli hao wawili wa siasa za Tanzania walizungumza kwenye mkutano huo, Lissu akiwashukuru wapiga kura na kuweka msimamo wa safari ya Chadema kuendelea, huku Mbowe akisisitiza kuponya majeraha yaliyotokana na uchaguzi huo. Tumeweka a golden standard. Tumefanya uchaguzi wa kihistoria. Tumefanya uchaguzi huru. Hakukuwa na mizengwe, friction za hapa na pale, yes. Matatizo ya hapa na pale, yes. Mivutano, yes. Lakini hakukuwa na mizengwe. Ulikuwa uchaguzi huru. Kila mwenye haki ya kupiga kura alipiga kura yake, na kura yake ilihesabika, na kura yake ilihesabiwa. Naam, huyo ni mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Toka katika eneo hilo tunaelekea kwingineko kufungua faili hili, ambapo miongoni mwa matukio yaliyotikisa vyombo vya habari duniani mwaka huu 2025 ni tukio la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu wakati akiwa katika ziara ya kufafanua msimamo wa chama hicho kutoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu, no reforms, no election, wakimaanisha kama hakutofanyika mabadiliko yanayohitajika kwenye mfumo wa uchaguzi hatashiriki uchaguzi. Kiongozi huyo alikamatwa Aprili 9 mwaka huu huko Mbinga mkoani Ruvuma, na kwa sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini akiwa bado yupo mahabusu. Faili zima hili hapa likiwa mikononi mwa Exaudi Mtei. Ilikuwa ni Aprili 9, 2025, mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu alikamatwa na jeshi la polisi Mbinga mkoani Ruvuma punde tu baada ya kumaliza mkutano wake katika eneo hilo.
Tundu Lissu alikamatwa majira ya saa 12 kamili jioni wakati akifunga mkutano wake wa siasa katika mwendelezo wa mikutano aliyokuwa akifanya mkoani humo, ambapo alikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi Mbinga. Lissu alikamatwa pamoja na wanachama wengine kadhaa wa chama hicho. Nimekuja, tumefanya mkutano wa amani. Hebu nisikilize basi. Nisikilize basi. Tumefanya mkutano wa amani hapa. Tumefanya mkutano wa amani. Tumemaliza kwa amani. Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na ya CCM wanaowatuma. Naelewana? Sasa amesema nisiingie kwenye gari. Nisiingie kwenye gari. Amna. Si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Atalala hapa. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Ilipofika tarehe 10 Aprili 2025, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilijitokeza mbele ya wanahabari na kueleza sababu za kumkamata mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kamanda wa polisi mkoani humo Sakap Mako Chilia alieleza kuwa sababu kubwa ya kukamatwa kiongozi huyo ni tuhuma za uchochezi wa kutofanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Napenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga, jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Aprili hiyo 10, Tundu Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam majira ya saa 10:15 alasiri, ikiwa ni muda mchache baada ya kuhojiwa katika kituo cha polisi cha Kati hapa Dar es Salaam. Lissu alifikishwa mahakamani hapo na kusomewa shtaka la uhaini. Lissu pia alisomewa mashtaka mengine ambayo ni kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Kesi hiyo ilitajwa na kupangiwa kuanza kusikilizwa Aprili 24 mwaka huu, ambapo ilianza kusikilizwa. Jambo la kukumbukwa katika mwendelezo wa kesi hii ni kurushwa moja kwa moja kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kesi aina hiyo kufanya hivyo. Na mwisho wa siku ni kwamba mtu yote ambaye amehudhuria pale anajua hali ikoje. Tuwezi kusema hukumu uamuzi utakuwaje, lakini kwamba mwenyekiti amefanya kazi ya kutukuka ya kuweza kuonyesha kwamba tuna mwongozo wa sheria namna ya kufanya kesi za uhaini, lakini ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya jinai wamekosea vibaya sana. Hati yake haionyeshi kosa lolote lile la uhaini, na ambayo kwa maana tunakumbuka kwamba huyu mtu sasa amekaa jela zaidi ya siku 164 kwa kitu ambacho sio kosa. Lakini amekaa ndani, wao wanajua walimweka ndani kwa sababu gani. Ila kwamba sisi yameweza kuonyesha mahakama imesema kwamba itatafakari hizo hoja kwa sababu inahitaji muda kuweza kuzifanyia kazi, na mwisho basi siku ya tarehe 22 saa 3 asubuhi siku ya Jumatatu ndio ambao mahakama itaweza kutoa uamuzi wake kama kwamba je, ile hati ifutwe. Maana yake ikifutwa hakuna kosa, mwenyekiti anaachwa huru. Kama wanasema sivyo, basi tutapata maelekezo kutoka mahakamani kama kesi inaendelea au endelee. Kesi ya mwenyekiti huyo wa Chadema inaendelea hadi sasa, ambapo ipo katika hatua ya mashahidi kuendelea kutoa ushahidi wao kuhusu kesi hiyo. Unafuatilia kipindi kizuri kabisa cha matukio ya mwisho wa mwaka, kipindi hiki cha File ambacho kinakuletea yale yaliyojiri ndani ya mwaka 2025. Mimi ni Samson Charles, mengi zaidi yapo hapa.